Kuna interview moja ambayo ilifanyika kizungumzia issue nzima ya mwenendo wa football hasa soka la Tanzania. Kubwa aligusia derby. Maamuzi, maadhimio ya Young Africans unayakumbuka. Moja wapo ni kusimamia kile walichokiamua kwenye kamati tendaji. Kwamba sisi tunabaki na tarehe ile ile, hatutaitambua tarehe nyingine ambayo itapangwa nje ya tarehe 8. Kama ni mechi dhidi ya nani? Ya mnyama Simba. Kauli ile kiwashtusha watu kwamba taratibu zitafuatwa. Na tuziache zifuatwe taratibu za huo mchezo sasa wa Kariakoo Derby. Na wale wanaosema kwamba hawana imani na bodi jiuzuru, yeye amesema uwezi kusema bodi jiuzuru. Wanaosema hivyo wawaambie pia na viongozi wao wapo sawa sawa. Wapo sawa sawa. Vitu vingine vinafanyika, of course yamedai kama ni vya kitoto na ni vya kijinga na si vina lengo la kupromosha mpira wa Tanzania. Anashindwa kuwaelewa. Kama wamechoka kucheza mpira basi wakaendelee na sinema zao. Wakaendelea na nini? Na sinema zao. Sasa wadau of course wameibuka kuzungumzia of course issue hii kwamba hawajaona kama ni kauli ambayo ilistahili sana kuweza kutolewa kwa sasa. Kitu gani ambacho alipaswa kuanza nacho kwa sasa? Huyu hapa mdau wa football Chris Kashirika. Pata nafasi ya kusikia maelezo ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, namna ambavyo ameizungumzia hoja za viongozi wa klabu ya soka ya Yanga, kwa maana ya lile andiko lilitoa kwamba wamekuwa na maazimio yao ya kwamba hawana imani na viongozi wa bodi, lakini pia wamezungumza habari ya wale kujiuzuru, na la mwisho kupeleka timu uwanjani tena kama ambavyo imejieleza kwenye barua. Nilitegemea sana busara ya kiongozi mkubwa wa taasisi kama Karia aje na majibu ya msingi ama aje na ufanuzi ama maelezo. Ukizungumza tu kwamba taratibu na kanuni zitafuatwa, uende kucheza sijui maigizo na nini, amezitumia lugha za ambazo nitegemea zungumzwe na layman yoyote mtaani, lakini sio kiongozi mkubwa wa taasisi kama yule. Alafu juzi tu ametoka kupata nafasi ya kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika. Kimsingi alipaswa kuzungumzia taratibu kwa maana ya kanuni. Kanuni ambazo zinaendesha mpira ziko wazi, wameziandaa wao. Kanuni zilikuwa ziko wazi kabisa kwamba Simba walikuwa wanastahili kufanya mazoezi kwenye siku moja kabla ya mchezo, na kitendo cha kuzuiliwa, kanuni zinaeleza kwamba Yanga walikuwa wanastahili kupata adhabu ya kulipa faini ambayo inazungumza milioni 1 mpaka milioni 5, iko kwenye kanuni. Lakini kanuni hizo zinatueleza kwamba kama hujafanya mazoezi maana yake huna nafasi ya kuahirisha mchezo. Nilitegemea mtu kama Karia aje na kalipio kwa kiongozi Crescentos Magoli ambaye ndiye alikuwa chachu ya kila kitu kilichotokea. Magoli, ile tweet ambayo alikuwa ameandika usiku ule wa tukio kabla ya mchezo, ndio chanzo cha kila kitu kwangu mimi, kwa uelewa wangu, kwa sababu yeye ndio alisema hatuchezi mchezo wa kesho. Ni kauli ambayo ukirudi kwenye kanuni zetu wenyewe, kitendo cha yeye kufanya vile ameinfluence vurugu na hiyo migomo ambayo imetokea. Nilitegemea adhabu ambayo kikanuni inazungumza kwamba atafungiwa miezi 3 mpaka miezi 12 kanuni, lakini pia angekuja kawaonya na kuwaeleza bodi kwa kile chokifanya. Kujiuzuru kwa viongozi wa bodi sio dhambi. Labda Karia angekuwa mtoto mdogo ningesema, lakini kwa umri wake anajua kabisa viongozi wengi wameshawajibika kwa makosa ambayo ya kwao ama sio ya kwao. Kwa mfano, na kumbukumbu yangu mimi, marehemu rais wa awamu ya pili Mzee Mwinyi aliwahi kujiuzuru akiwa waziri wa mambo ya ndani kama nitakuwa sijakosea, wakati ya machafuko yalitokea kule kanda ya Ziwa. Akasema sijashiriki kwenye hicho, lakini kwa sababu imetokea na mimi nikiwa waziri wa wizara husika, basi ninaachia ngazi. Kile kitu kikaenda kampa heshima baadaye. Nadhani mnakumbuka waziri George Simbachawene aliwahi kujiuzuru nafasi yake ya waziri. Tunamkumbuka mheshimiwa marehemu Edward Lowassa aliwahi kujiuzuru. Yani unavyoachia ni kwa sababu ya kuonesha uwajibikaji wako. Kwa wale wameshindwa kuwajibika kwa sababu walikuwa na haki kikanuni, mechi ile ilikuwa haina sababu ya kuahirishwa zaidi ya kusogeza mbele. Nizungumze mfano wa Mbeya, uwanja wa Sokoine unatumiwa na vilabu viwili, Tanzania Prison ya Ken Gold. Kanuni hizo zinamtaka mtu acheze mazoezi siku moja kabla ya mchezo wake. Sasa hebu chukulia Jumamosi Prison ana mchezo na Pamba, alafu Jumapili Ken Gold ana mchezo na Namungo. Sasa hebu nieleze, huyu mtu anacheza Jumamosi maana yake atatrain Ijumaa. Vipi yule ambaye anatakiwa kucheza Jumapili? Jumamosi atapata nafasi ya kutrain kwa sababu Jumamosi utakuwa unacheza mchezo wa ligi. Kwa hiyo ukifuatilia hivyo utaona bado pia sisi kanuni hazikuwa na ulazima sana wa kukisemea hicho ambacho wenzetu walisimama. Kifupi, kila ambacho wamekifanya Simba walifanya kwa makusudi, walijua wanafanya nini, na kutumii siwezi kuwalaumu Simba hata kidogo.
tunaweza kuwalaumu ni bodi kwa makosa ambayo wameyafanya wao bodi. Maana yake ile barua ya Simba kwamba hatuchezi, hatuleti timu, wale bodi wakaibuka asubuhi kwamba mchezo huko pale pale, wangeendelea kuwa na msimamo huo kwamba mchezo huko pale pale na Yanga wataadhibiwa, ambacho kingetokea tunaamini kabisa, mimi nikiwa na akili timamu ninaamini Simba wangeleta timu ile jioni, wasingeweza kuacha, kwa sababu wanajua kutokupeleka timu madhara yake ilikuwa ni kupoteza zile alama 3, lakini pia kunyang'anywa alama zingine 15. Lakini leo uwezo kumwadhibu Simba kwa namna yote, kwa sababu yake itakuwa wazi tu, sijapeleka timu kwa sababu nilipata barua ya ahirisho la ule mchezo. Na ndio maana leo Simba anakuambia niko tayari kucheza muda wote, lakini Yanga anasema hawezi kucheza. Okay, bwana, muda football bwana Chris. Yaani hoja nyingine nayo kuja hapa, Simba aweze kuadhibiwa kwa kuwa tayari tamko wenye mamlaka shalitoa kwamba tushairisha nini mchezo. Sasa unamwadhibu vipi kama wenyewe wahusika of course ametoa idhini ya kuto kufanyika mchezo? Kwa hiyo hata kama Yanga wanajaribu kufuata protocol, bado kunaweza kaa kuna ugumu kwenye hilo. Bwana, kauli za leo bwana hazikuwa rafiki sana. Ni kweli. Toka kupata cheo huko, kamati tendaji umerudi hapa, watu wajua kwamba bora kungekuwa kimya vile vile. Maana siku ya kwanza tu anatua tu hapa. Kuna kauli, kuna ujumbe ulitumwa. Lakini leo naona ujumbe ndio umekuwa mzito zaidi. Alikuwa sahihi. Nahisi kama sio tulikuwa off mic, basi maybe ilikuwa on hapa. Wananiambia miongoni mwa changamoto zilizopo ni katika uwasilishaji. Katika kitu ambacho Karia anatakiwa kuanza kudili nacho. Sio Simba na Yanga. Simba na Yanga ni tatizo la pili baada ya matatizo ambayo yapo ndani ya shirikisho. Shirikisho limekosa nguvu dhidi ya Simba na Yanga. Shirikisho limekosa maamuzi dhidi ya Simba na Yanga. Leo Simba ana uwezo wa kugomea mechi na shirikisho lisifanye chochote kile. Leo Yanga anaweza kagomea mechi na shirikisho lisifanye chochote kile. Leo Yanga wanaweza wakafanya jambo lolote lililo juu ya kanuni na wasiadhibiwe. The same to Simba. Wanaweza wakafanya jambo lolote lililo juu ya kanuni na wasiadhibiwe. Kwenye matukio yale yale ambayo biashara ataadhibiwa, kwenye matukio yale yale ambayo Namungo ataadhibiwa, kwenye matukio yale yale ambayo Mashujaa, Mbeya Kwanza wataadhibiwa, matukio hayo Simba na Yanga watakuwa exempted kutoka kwenye zile adhabu. Hii inatokana kwanza na kukosa viongozi wenye weledi wa kusimamia maamuzi pale ambapo inahusisha Simba na Yanga. Na ndio maana mpaka leo kesi inayemhusu Faisal Salum Feitoto ilifika hatua mamlaka za nchi ilibidi ziingilie kati. Shirikisho lilishindwa kabisa kudeal na ile kesi. Leo hii kuna scenarios kadhaa, mfano ile kesi ya Bernard Morrison, Yanga walikosa kabisa imani na TFF, walipush wakaenda mpaka CAS kutafuta suluhu ya kesi ya aina ile. Toka hapo leo tunakaa hapa mimi na wewe tangu dabi ya Erisho wiki imepita. One whole week hatujui nini hatma ya dabi. One whole week hatujui nani kakosea. One whole week hatujui nani amepaswa kuwajibika. Wiki nzima hatujui kama mchezo upo ama haupo. Hii ni kuonyesha kwamba ndani ya shirikisho kuna madhaifu makubwa sana kabla hata hujafika kwa Simba na Yanga. Ile Egypt ameshafanya maamuzi mapema sana. Hata wiki haijaisha hata wiki moja. Leo Simba na Yanga ile audacity ya kufanya wanachokifanya inatokana na wao kujua kabisa kwamba tunayemfanyia hawezi kutufanya chochote. Kuna ile kauli inasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. TFF wamewalea Simba na Yanga katika engo hii. Hivyo basi ili kuwarekebisha, kwanza tuna ile kauli yetu nzuri tunaipenda, tubadilishe mfumo. Mfumo ukibadilika, ukaweka watu ambao watatanguliza maslahi ya mpira mbele kabla hata ya maslahi ya Simba na Yanga, tutapata yaliyo sahihi kwenye mpira wetu. Leo nilikuwa nagusa hapa kesi kwa mfano la Bernard Morrison. Ndio. Ilifika hatua wao wenyewe ndani ya kamati walikuwa waaminiani. Kama utakumbuka Zakaria Hans Pop marehemu Mungu amweke mahali pema, aliondoshwa kwenye kikao, akamwambia bwana hebu kaa pembeni. Sina imani na kamati. Hii kesi Zakaria ukikao ndani utaiweka kwenye favor ya Simba. Kwa hiyo walimuondoa ndani ya kamati ili kesi waiendeshe watu wengine. Kuonyesha kwamba ndani humo kuna conflict of interest. Kwamba litakapokuja swala linalohusisha watu wawili, viongozi wenyewe wa hizo kamati hawataelewana. Leo kuna mjumbe wa kamati ambayo imeamuru mechi igairishwe, imejiuzuru. Kwa sababu wamekaa kwenye kamati. Anaona kabisa watu wanaenda nje ya kanuni. Tusimamie kanuni. Watu wanaenda nje ya kanuni. Kuna mtu hapa inabidi ahukumiwe. Sasa kuna watu wengine hawataki. Kila siku katika hichi kipindi nimekuwa nikirejea barua ya bodi ya ligi. Barua ya bodi ya ligi kugairisha ule mchezo ilikuwa
ukisoma katikati mule wameweka vifungu kwamba tumegairisha mchezo kwa sababu 1 2 3 4 5. Sababu zote ambazo zipo kwenye ile barua ya bodi ya ligi, zote ukirejea kanuni zetu zina adhabu yake. Zote, yani hamna sababu ambayo iko pale alafu kwenye kanuni haipo haina adhabu. Kwa nini nasema hivi? Kwamba sababu walizoziweka pale hamna hata moja iliyokuwa ina mantiki ya kwa nini mchezo umegairishwa. Hivyo waligairisha mchezo because walijua kabisa hapa huu mchezo ukiendelea tutapaswa kuja kufanya maamuzi ambayo labda hatuna uwezo wa kuyafanya. Nakwambia tena hapa, kwa mfumo tulionao leo wa TFF, hamna kiongozi ndani ya shirikisho ana uwezo wa kuambia Simba tunawapa adhabu ya kuwashusha daraja. Hayupo na yani kwenye hichi kizazi ambacho kimepita hajazaliwa na hato kuja kiongozi labda hapo baadaye kutoka kwenye hichi kizazi ambacho tunacho hivi sasa, kiongozi ndani ya TFF ambaye atapata hiyo mandate ya kuambia Simba siamjaje uwanjani tunawashusha daraja, ama Yanga siamjaje uwanjani tunawashusha daraja. Yote hii tutarudi kwenye resolution, kwamba resolution ndio ile kanuni yetu ambayo ipo nje ya kanuni, lakini sisi ndio tunaipenda sana, busara. Nakwambia tena Brain, ndio wanapanga tarehe ya dabi. Let's say watapanga labda tarehe 1 mwezi wa 4. Yanga wameshaweka msimamo wao kwamba wao hawatacheza mchezo wote. The question is Yanga sipopeleka timu watakuwa wana mandate hiyo ya kugairisha mchezo ama watakuwa na leverage sasa ya kusema wewe Yanga kwa sababu hujaleta timu sisi tutakuadhibu. So kwangu mimi alichokiongea Rais Wallace Karia hakupaswa kabisa kudili na Simba na Yanga. Arudi kwake kwenye mifumo ambayo amejenga au mifumo ambayo ameikuta na yeye ameiendeleza kule ndani ya shirikisho. Huko ndiko ambako kuna madhaifu yanayopelekea hawa Simba na Yanga kuota hizi kucha na mwisho wa siku kumngata mwenyewe. Anyway, lakini ukijaribu kufuatilia ngazi ya rais wa TFF ni ya juu sana wakanda. Hilo lipo wazi. Chris anasema angetamani sana kuona kauli kama ya Crentesos Magori ambayo ilikuwa ni shinikizo kwamba watu waenda kucheza game uwanjani, japokuwa sio mara ya kwanza kuonekana vitu kama hivyo, lakini pia ingeonekana kwamba huyu mtu anachukua hatua hata dhidi ya bodi yake. Sasa kishafikia pale mtu anatoa kauli kama hizi, ujumbe ambao ni mkali pia kwenda kwa watu ambao wanaonekana kwamba kutokuwa na imani na bodi, ambao pia ndio wanachama wako. Manake wanachama wa ligi yetu ni klabu zenyewe. Si ndivyo? Sasa kwa nini wasisikilizwe kwamba issue ya kujiuzuru, yani una resign, kwamba ni dhambi? Sio dhambi. Unajiuzuru kwa sababu zipi? Hilo ndio tatizo lilipo. Hizi issues zilizotokea, changamoto zilizotokea, zilikuwa zitoi nafasi watu kuweza kuresign kwenye nafasi zao. Ndio maana kuna watu wengine wameresign. Nimekutajia mmoja hapa ameresign, amejitoa kwenye kamati kwamba mimi hii kamati kuanzia leo sipo. Hawa wengine ambao wameendelea kubaki mpaka dakika hii probably walikubaliana kuishi nje ya kanuni za mchezo wetu. Kwa hiyo mkisha kaa cabinet nzima, mtu wa kwanza mpaka mtu wa 10 ama mtu wa kwanza mpaka wa 20, wote mkawa mna mrengo mmoja kwamba sisi tumedhamiria kuishi nje ya kanuni kwa ajili ya maslahi mapana ya timu fulani, hapo tayari mnaonesha kwamba hamna weledi. Sasa ni mtatambua vipi hauna weledi? Wewe mwenyewe yawezekana usitambue kama mimi sina weledi. Ni pale ambapo uliyemfanyia ile maamuzi atakapokukumbusha na kukwambia bro, ulichokifanya umeishi nje ya weledi. Wewe Brain leo unaweza ukakosea lakini usijue kama umekosea. Mimi ndo nitakwambia Brain, hapa umebugi. Baada ya mimi kukwambia kwamba Brain umebugi, what will you do? Kwamba wewe ndo utagundua kama nimebugi, ngoja niombe msamaha. Ama nimebugi, hapana, mimi sioni kama nimebugi, mimi naona niko sahihi tu. Kwa hiyo sasa walichofanyiwa sasa hivi bodi ya ligi, Yanga statement walioitoa kwamba hawana imani na bodi ya ligi. Yawezekana Yanga leo wameongea wao binafsi, lakini imebeba msururu wa timu nyingine nyingi sana huko chini. Kwa sababu bodi hii, kamati hizi ndizo ambazo zimekuwa zikiwaadhibu Pamba, ndizo ambazo zimekuwa zikiwaadhibu Azam, lakini kamati hizi pale linapotokea swala la hawa wawili inakosa meno. Mfano mzuri sasa hivi leo, wiki moja nyuma kulikuwa kuna kesi inayomhusu Ally Kamwe. Of course. Hatujui hatima iko wapi. Hatujui kilichotokea. Yes. Yani imeisha tu, yani na ameattend of course kwenye zile kesi zake, siku ambazo wamepangiwa. Alifika na by the way ndani ya kamati walisha discuss kwamba tutafanya kitu 1 2 3, tutamfungia Ally Kamwe kwa muda. Walimkuta na hatia. Lakini sasa hiyo hatia waliomkuta nayo kwa mujibu wa kanuni it was miezi 3 mpaka miaka 2. Je, wamefika maamuzi yapi? Tumfungie miezi 3, 4, 5, 6 ama hiyo miaka 2?
nobody knows. Bahati mbaya kama imevuja ile ikaonekana kama imevuja miaka miwili. Lakini kuna mtu anaitwa Thabit Zakaria, Zaka kazi. Straight, yani hakukuwa na mzunguko. Thabit ameshtakiwa, kahudhuria miezi 3 akapigwa pale. Thabit miezi 3. Kwa hiyo ile inakuonyesha kwamba kuna watu ambao wao kamati hii itawadhibu, lakini kuna watu kamati hii haitawadhibu. So Yanga leo ambaye ameonekana na favor na ikamati kutoka public na kusema kwamba mimi sina imani na watu. It means kuna watu huko nyuma inawezekana hawajaongea, lakini yes wana support. Yes, hata sisi hatuna imani nao kwa sababu hiyo kamati huwa inawabeba watu fulani. Kwa hiyo kwangu walichokifanya Yanga labda wamewakumbusha kwamba nyie kamati mnaishi nje ya weledi. Hivyo kwa sababu mnaishi nje ya weledi ni muda wenu wa kujitathmini. Okay. Kama mnaona mko sahihi endeleeni. Hatuna shida kwa sababu hawana mandate ya Yanga kwenda kuwachukua watu pale na kuwaondoa. Yani ni kama umepeleka message kwamba my brother, yes, mko nje ya kanuni, hamna weledi nyie. Kwa it's time mresign hiyo nafasi wakae watu wengine. Lakini wao mapokeo yao sasa kwamba hapana sisi tuko sahihi, wataendelea. Lakini wakiona hawapo sahihi watafanya mabadiliko. Either ni kuja sasa na mirengo mingine tuone mabadiliko, ama mmoja kusema kwamba ni kweli mimi nilikosa weledi na kaa pembeni. Okay. Ile siku wakati watu wasubiri dabi, majira kuanzia saa 3 saa 4 ile, Mguto of course alikuwa amepigiwa simu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuhusiana na uthibitisho kwamba game ipo ama haipo. Yes. Wakati anazungumzia kwamba anaelekea kwenye kikao, alisema game iko pale pale. Na hata kwenye mitandao yao rasmi of course ya kijamii tukawa tunaona ratiba zinaendelea kama kawaida. Kwamba game ipo muda fulani na nini, watu wanapandisha zile posters. Unathibitisha vipi kusema kwamba game ipo wakati unaenda kwenye kikao ambacho hakijafanya maamuzi, na baadaye kikao kinakuja na maamuzi ya kwamba game haipo tena? Sasa kulikuwa kuna haja gani ya kufanya interview na media na unawapa of course tunasema kwamba uthibitisho kwamba game bwana ipo, alafu unaenda kule unatoka na majibu kwamba game haipo? Hapo Portugal ni kwa nini ndo tusiamini anachozungumzia Wakanda kwamba tumekubaliana kuishi nje ya kanuni? Yes, sikatai. Niko kama Wakanda anavyosema, kwa sababu mimi naenda na kauli ya Karia kwamba ukitizama namna ambavyo tumemsikiliza manager kwenye game hiyo ya kwanza kwamba before kabla ya kutoa taarifa kuna kikao kinaendelea, si ndio? Tukapewa taarifa tena kwamba game itakuwepo. Lakini ukimsikia namna ambavyo rais ameongea leo, kwa upendo wangu ni kwamba bado naamini nakuwa kwenye misingi ile ni kwamba naamini viongozi wetu sisi wa soka ndo wataharibu ligi yetu. Kwa sababu gani? Ni kwamba ni watu ambao wamekuwa mpaka sasa hivi bado ni kama bado wana unyonge kwenye eneo lao lile. Huwezi kuja ukasema kwamba kama mwezi kucheza mpira labda muende kwenye sinema, si ndio? Ni kama mmeshindwa kuona maamuzi ya kusema kwamba nyinyi ni watoto kwetu. Hii TFF na bodi ni wazazi. Hivi hakuna klabu ambayo ni kubwa kwenye dunia kuliko shirikisho la mpira. Fuatilia kwenye ligi zote. Au hatupo tayari kukubaliana na makosa ambayo tunakuwa tunayafanya. Tatizo ni kwamba hivi vilabu hivi viwili vikubwa ni kama kwenye mashirikisho ya hapa kwetu, kama bado kuna uoga kutoa maamuzi hasa kwenye makosa yakiwa yameonekana. Lakini sisi kwanza tumeona kwa Egypt ni kwamba taarifa iliyotoka mpaka sasa hivi kwamba Al-Ahly haizi kushiriki game, anaweza kupigwa bani, pointi nyingi sana kwake. Juventus tuliona kwa upande wa Serie A ilikuwa hivyo. Nafikiri ndo tukio ambalo asilimia kubwa zaidi yes tunasema kwamba lilifanyaje. Yes, ukienda La Liga kuna time na Madrid anafanya makosa, anatoa kauli Madrid ni mkubwa kwa dunia. Kuna mtu ajishirikisho la mpira la Spain lakini Madrid anaijua, lakini shirikisho la uwezo kutoa kauli kwa Madrid na akapoa akatulia.